Nawe utaitunza sikukuu ya majuma, nayo ni ya malimbuko ya mavuno ya ngano, na sikukuu ya kukusanya vitu mwisho wa mwaka. Mara 3 kila mwaka, watu waume wako wote watahudhuria mbele za Bwana Mungu wa Israeli. Kwa kuwa mimi nitazitupa nje taifa za watu mbele yako, na kuipanua mipaka yako. Wala hapana mtu yeyote atakayetamani nchi yako. Hapo utakwea kwenda kuhudhuria mbele za Bwana Mungu wako mara 3 kila mwaka. Usisongeze damu ya sadaka yangu pamoja na mikate uliotiwa chachu, wala hiyo sadaka ya sikukuu ya Pasaka haitasazwa hata asubuhi. Vitu vya kwanza vya malimbuko ya nchi yako utavileta na kuvitia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimtokose mwanambuzi katika maziwa ya mama yake. Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya, kwa kuwa mimi nimefanya agano nawe na pamoja na Israeli kwa mujibu wa maneno haya. Naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake. Hakula chakula wala kunywa maji. Naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagano, hizo amri 10. Kutoka sura ya 34 mstari wa 29 hadi mstari wa 35. Uso wa Musa ung'aao. Hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai, na zile mbao 2 za ushuhuda zilikuwa mkononi mwa Musa. Hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa, kwa sababu amesema naye. Basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomwona Musa, tazama, ngozi ya uso wake iling'aa, nao wakaogopa kumkaribia. Musa akawaita Haruni na wakuu wote wa kusanyiko, wakarudi kwake. Musa akasema nao. Baadaye wana wa Israeli wote wakakaribia. Akawahusia maneno yote ambayo Bwana amemwambia katika mlima Sinai. Na Musa alipokuwa amekwisha kusema nao, akatia utaji juu ya uso wake.
Lakini desturi ya Musa ilikuwa alipoingia mbele za Bwana kusema naye, kuuvua huo utaji mpaka atoke. Akatoka akawaambia wana wa Israeli maneno yote aliyoambiwa. Wana wa Israeli wakauona uso wa Musa, ya kuwa ngozi ya uso wake Musa iling'aa. Naye Musa akautia utaji juu ya uso wake tena, hata alipoingia kusema naye. Kutoka sura ya 35 mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Kanuni za Sabato. Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuwaambia maneno aliyoyahusia Bwana ni haya, kwamba myafanye. Fanyeni kazi siku 6, lakini siku ya 7 itakuwa siku takatifu kwenu. Ni sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana. Mtu awaye yote atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo atauawa. Hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku ya Sabato. Kutoka sura ya 35 mstari wa 4 hadi mstari wa 19. Maandalizi ya hema ya kukutania. Kisha Musa akanena na mkutano wote wa wana wa Israeli, akawaambia, neno hili ndilo aliloamuru Bwana, akisema, katwaeni kati yenu matoleo kwa Bwana. Mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda ayalete matoleo: dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na kitani nzuri na singa za mbuzi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za pomboo na za mbao za mshita na mafuta kwa hiyo taa na viungo vya manukato kwa hayo mafuta ya kutiwa na kwa huo uvumba mzuri na vito vya shohamu na vito vya kutiwa kwa hiyo naivera na kwa hicho kifuko cha kifuani. Na kila mtu kati yenu aliye na moyo wa hekima na aje na kuyafanya hayo yote ambayo Bwana ameyaagiza, yaani hiyo maskani na hema yake na kifuniko chake
na vifungo vyake, na mbao zake, na mataruma yake, na viguzo vyake, na matako yake. Hilo sanduku ni miti yake, na hicho kiti cha rehema, na lile pazia la sitara, na hiyo meza, na miti yake, na vyombo vyake vyote, na hiyo mikate ya onyesho, na hicho kinara cha taa kwa mwanga, na vyombo vyake, na taa zake, na hayo mafuta kwa nuru, na hiyo madhabahu ya kufukiza uvumba, na miti yake, na hayo mafuta ya kupaka, na huo uvumba mzuri, na hicho kisitiri cha mlango, mlangoni mwa hiyo maskani, na hiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, pamoja na wavu wake wa shaba, na miti yake, na vyombo vyake vyote, na hiyo birika na tako lake, na hizo kuta za nguo za ua, na viguzo vyake, na matako yake, na pazia la lango la ua, na vile vigingi vya maskani, na vigingi vya ua, na kamba zake, na mavazi yenye kufumwa kwa uzuri, kwa ajili ya kutumika ndani ya mahali patakatifu, hayo mavazi matakatifu ya Haruni kuhani, na mavazi ya wanawe, ili kutumika katika kazi ya ukuhani. Kutoka sura ya 35 mstari wa 20 hadi mstari wa 25. Sadaka kwenye hema ya kukutania. Basi mkutano wote wa wana wa Israeli wakaondoka hapo mbele ya Musa. Wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza, na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apende. Nao wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa kazi ya hema ya kukutania, na kwa utumishi wake, na kwa hayo mavazi matakatifu. Nao wakaja waume kwa wake, wote waliokuwa na moyo wa kupenda. Wakaleta vipini na hazama na pete za muhuri na vikuku na vyombo vya dhahabu, kila mtu aliyetoa toleo la dhahabu la kumpa Bwana. Tena kila mtu aliyeona kwake nyuzi za rangi ya samawi na nyuzi za rangi ya zambarau
na nyekundu na kitani nzuri na singa za mbuzi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za pomboo akavileta. Kila mtu aliyetoa toleo la fedha na la shaba akaileta sadaka ya Bwana. Na kila mtu aliyeona kwake mti wa mshita kwa kazi yoyote ya huo utumishi akauleta. Na wanawake wote waliokuwa na mioyo ya hekima walisokota kwa mikono yao, nao wakaleta hizo walizokuwa wamezisokota: nguo za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na hizo nyuzi nyekundu na hiyo nguo ya kitani nzuri. Na wanawake wote ambao mioyo yao iliwahimiza katika hekima wakasokota hizo singa za mbuzi. Na hao wakuu wakavileta vile vito vya shohamu na vito vya kutiwa na hiyo naivera na kwa hicho kifuko cha kifuani na viungo vya manukato na mafuta kwa hiyo taa na kwa hayo mafuta ya kutiwa na kwa huo uvumba mzuri. Wana wa Israeli wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda. Wote, waume kwa wake, ambao mioyo yao iliwafanya kuwa wapende kuleta kwa hiyo kazi ambayo Bwana aliamuru ifanywe kwa mkono wa Musa. Kutoka sura ya 35 mstari wa 30 hadi mstari wa 35. Bezaleli na Oholiabu mafundi wajenzi. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila ya Yuda. Naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina, na kwa kuvumbua kazi za werevu na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba na kukata vito vya kutilia na kuchora miti, atumike katika kazi za werevu kila aina. Naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha, yeye na Oholiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila ya Dani.
amewajaza watu hao akili za moyoni, ili watumike katika kazi kila aina, ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu, na ya mwenye kutia taraza, katika nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri, na ya mwenye kufuma nguo, ya hao wafanyao kazi yoyote, na ya wenye kuvumbua kazi za werevu. Kutoka sura ya 36 mstari wa 1 hadi mstari wa 7. Basi Bezaleli na Oholiabu watatenda kazi, na kila mtu mwenye moyo wa hekima, ambaye Bwana amemtia akili na hekima, ili ajue kufanya kazi hiyo yote kwa huo utumishi wa mahali patakatifu, kama hayo yote Bwana aliyoyaagiza. Basi Musa akawaita Bezaleli na Oholiabu na kila mtu aliyekuwa na moyo wa akili, ambaye Bwana alimtia moyoni mwake hekima, kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza ili aende kuifanya kazi hiyo. Nao wakapokea mkononi mwa Musa matoleo yote ambayo hao wana wa Israeli walikuwa wamealeta kwa ajili ya huo utumishi wa mahali patakatifu, ili wapafanye. Kisha wakamletea matoleo kila siku asubuhi kwa moyo wa kupenda. Na hao watu wote wenye hekima waliotumika katika kazi yote ya mahali patakatifu wakaenda kila mtu kutoka katika kazi yake aliyokuwa akiifanya. Nao wakasema na Musa na kumwambia, watu walete vitu vingi sana zaidi ya vivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi ambayo Bwana aliagiza ifanywe. Basi Musa akatoa amri, nao wakatangaza mbiu katika marago yote, wakisema, wasifanye kazi tena mtu mume wala mwanamke kwa ajili ya matoleo kwa mahali patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena, kwani vile vitu walivyokuwa navyo vilikuwa vya kutosha kwa kuifanya kazi hiyo yote, kisha vilizidi.